Haleluya, mtoto wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Hongera sana kwa kuweza kuiona asubuhi ya leo, asubuhi ya 20 ya mwezi wa 5. Ni neema ya Mungu imetuamsha tena, mimi na wewe tuliopata neema kulala salama, tumelala na hatimaye tumeweza tena kuipata neema ya kuamshwa salama siku ya leo. Karibu sana mtoto wa Mungu mahali ulipo. Majina yangu ninaitwa Eric Brighton kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Karibu tuianze ibada yetu ya leo, siku ya Jumatatu, siku ambayo Bwana ametubariki mimi na wewe, tumeiona tukiwa ni washindi. Tunajua kabisa ni mengi ambayo yalikuwa yanafanyika katika ulimwengu wa roho kukuhamisha kuweza kuiona siku ya leo, kutuondolea furaha, amani ile ipita ufahamu zote, lakini Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu. Tumelala na hatimaye tumeweza kuiona asubuhi ya leo. Tayari mimi na wewe ni washindi. Bwana amefanya jambo kubwa ambalo kuzimu mpaka sasa inajiuliza imekuwaje, lakini kwa mkono wa Mungu tumeiona asubuhi ya leo ya 20 ya mwezi wa 5. Karibu sana mtoto wa Mungu mahali ulipo. Wewe ni wa thamani. Mungu anakupenda, Mungu anakuwazia leo mema. Wewe na mimi ni matokeo ya kazi ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Karibu tuianze asubuhi ya leo tukiwa ni washindi. Bwana ametukilimia hii neema, na nikwambie tu mtoto wa Mungu, ni wiki ya baraka kwako, maana ni mwezi uliobeba neema ya maongezeko. Karibu sana. Haijalishi unapita katika mapito ya namna gani, mtumaini Mungu. Yeye aliyekuwezesha kuiona asubuhi hii ya leo ndiye atakayefanya njia katika kila jambo ambalo liko gumu mbele yako. Karibu sana tuianze ibada yetu kwa maombi ya shukrani, na kisha tumkabidhi roho zetu na nafsi zetu na mipango yetu yote tulionayo. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu mwenyezi, muumba mbingu na nchi, sifa na heshima ni za kwako. Asante kwa ajili ya upendo wako mwingi na uaminifu wako katika maisha yetu. Baba, leo ni siku nyingine tena umetupa kuiona, ni kwa sababu umetupenda na umekusudia iwe hivi kwa ajili ya utukufu wako. Haya ni mapenzi yako kwetu kuweza kuiona asubuhi ya leo. Haya ni mapenzi yako kuwa hivi ilivyo kwa ajili ya utukufu wako. Baba, tazama watoto wako wa kike na wa kiume, tunakuja kwako kwa moyo wa shukrani, tukikushukuru kwa kile ambacho Baba umekifanya, maana haikuwa rahisi kuweza kuiona asubuhi ya leo, lakini Mungu Baba umeruhusu tuweze kuiona. Ni kwa sababu una mapenzi makubwa na maisha yetu, unatuwazia yaliyo mema, una makusudi na maisha yetu, una matumizi na sisi tena katika siku nyingine hii ya leo. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, mtazame kila mmoja mahali popote anaposhiriki ibada hii ya leo. Baba, kwa moyo wa kupondeka, kwa moyo wa kushuka, kwa moyo wa dhati kabisa, ameamua kupiga magoti ili kuonyesha kwamba hana Mungu mwingine yeyote mbinguni na duniani. Ameamua kushuka chini ili kuomba toba na rehema. Baba, ni maombi yangu mahali popote alipo, pamoja mimi na mtoto wako huyu, tunatubu, tunaomba utusamee, uturehemu, utuoshe, utusafishe kwa damu yako ya thamani. Mahali popote tulipokwenda kinyume, tukawaza vibaya, tukatenda vibaya, yale tusiyopenda kuyatenda ndiyo tuliyoyatenda, na yale ambayo tumetaka kuyatenda tukashindwa kuyatenda. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu tunakuja kwako kwa moyo wa toba. Tunakuomba utusamee, tunakuomba uturehemu, tunakuomba utuoshe, tunakuomba utusafishe kwa damu yako ya thamani. Ni shauku ya mioyo yetu kuyaishi tena maisha matakatifu katika wiki nyingine hii leo. Baba, tupe nguvu ya kushinda dhambi, kushinda majaribu na kumshinda shetani, maana tunajua kuna mengi ambayo amekusudia kuyaachilia yatakokuwa kikwazo kati yetu sisi na wewe, lakini Mungu Baba, tunaamini iko nguvu unaokwenda kuiachilia itakayotusaidia kushinda yote ya dunia, maana tunajua roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Baba, tunakuomba tena na tena asubuhi ya leo, utusamee, uturehemu, tuoshe, utusafishe kwa damu yako ya thamani. Tunapoianza wiki nyingine hii ya leo, Baba, uwepo wako na haki yako vikawe pamoja nasi mwanzo wa wiki hii mpaka pale tutakapokwenda kuhitimisha juma hili lote. Baba, tunakushukuru kwa sababu tunaianza wiki hii pamoja na wewe, na hata kumaliza tutaimaliza pamoja na wewe chini ya mkono wako ulio hodari. Baba, sisi tunashuka zaidi na wewe upate kuinuka zaidi. Baba, tunakushukuru kwa sababu tunaianza wiki hii na wewe, na kumaliza tutamaliza pamoja na wewe chini ya mkono wako ulio hodari. Ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kushukuru. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Mteule wa Mungu uliyepata neema na kibali cha kuweza kuina asubuhi ya leo, wewe ni mshindi. Hapo ulipojipigi kifua kisha jisemeshe, mimi ni mshindi. Hata kama kuna mazingira fulani unayopitia, tamka tu kwa imani ya kwamba mimi ni mshindi, na huu mwezi ni mwezi wangu wa baraka, na wiki yangu hii ya leo ni wiki yangu ya baraka. Mungu akubariki sana. Mtoto wa Mungu, tuko katika mwezi wa 5, na mwezi wa 5 tunatembea na andiko la kitabu cha Isaya mlango ule wa 40 mstari wa 29 mpaka 31. Ninaamini kwa wale ambao tumetembea pamoja kwa siku 20 mpaka sasa, kuna kitu utakuwa umejifunza kutokana na andiko hili ambalo tunatembea nalo. Neno la Mungu linasema, huwapa nguvu wao wazimiao, humongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 29 na wa 31 ndio nitakayoisimamia zaidi. Huwapa nguvu waliozimia na humongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Lakini ukimalizia ule mstari wa 31 hapo, neno la Mungu linasema, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Kwa maana ya kwamba kila aliyechoka lakini bado anamtumaini Mungu, kuna neema ya Mungu itakayokuja kumsaidia. Kuna nguvu za Mungu zitakuja kumsaidia, na yeye ataona matokeo yale anayotaka kuyaona. Kuna neema ya Mungu huja kwa yeye ambaye anamngoja Bwana. Bwana huwapa nguvu wale wote wanaomngojea kwenye yale magumu unayopitia. Niseme tu kwa kifupi, wewe ambaye una mapito makubwa unayoyapitia, lakini bado unamtumaini Mungu na bado unamngojea Mungu katika hilo jaribu, naomba nikwambie, Mungu anakwenda kukupa nguvu isiyokuwa ya kawaida. Bali wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai. Iko neema ya Mungu itakao kutoa mahali ulipo na kukupeleka hatua kubwa ambayo atakayepata neema ya kukuona atashangaa nini kimetokea. Lakini ni Mungu tu. Asubuhi ya leo unapita kwenye jaribu kubwa kiasi gani? Asubuhi ya leo una nini ambacho kimekufikisha njia panda kiasi ambacho unajiuliza maswali? Je, itakuwaje? Je, nitashinda vipi hii kesi? Wala usiwe na shaka, bali wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai. Iko heshima Mungu anakwenda kukupatia. Iko heshima ambayo haikuwepo kwenye maisha yako, Bwana anakwenda kuleta. Yako maisha fulani Mungu anakupeleka kuyaishi, kutoka kwenye maisha hayo ya kuungaunga, kubahatisha, kwenda kuishi kwenye maisha yenye uhakika. Yako mambo Mungu anakwenda kuyafanya kwenye maisha yako kwa sababu tu umemngoja Bwana katika hilo jaribu ambalo nalipitia. Nazungumza na mtu ambaye una shida kiafya, unaumwa kweli, na vipimo vinasema tatizo ulilo nalo haliwezekaniki. Naomba nikwambie, endelea kumngoja Bwana. Hiyo kansa inayokusumbua, hicho kisukari kinachokusumbua, hiyo HIV inayokusumbua, huo uvimbe ulio nao, hiyo shida ya kizazi ulio nayo, Bwana anakwenda kukushangaza na kuwashangaza. Bwana anakwenda kukupatia kisichotarajiwa na wewe. Naomba nikwambie, Mungu yuko pamoja na wewe. Nasema usiogope wala usitahayarike. Yuko pamoja na wewe, hayuko tayari kuruhusu aibu ikupate kwa sababu tu umekubali kumngoja Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hili ndilo neno letu la mwezi huu wa 5, neno lilobeba neema ya maongezeko, na Mungu hulituma neno lake ili apate kulitimiza. Kwa wale watakaolichukulia kama alivyolituma, basi litakuwa na matokeo kwao, lakini watakaolichukulia kawaida, litabaki kuwa tu ni neno la kawaida la mwezi wa 5. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nikuongeze kitu hapa ambacho kama nilivyokuahidi ya kwamba mwezi wetu wa 5 katika wiki yetu hii ya pili ya mkesha, kuanzia leo tarehe 20 mpaka Ijumaa, ni kwamba tutakuwa na tendo la imani. Unalifanya huko huko ulipo kwenye nchi yako, labda kama utapewa maelekezo mengine na Roho Mtakatifu. Ni tendo la baraka, kwamba unafanya kitu ambacho kinakwenda kubariki moyo wa mtu au familia ya mtu ama kundi fulani. Ni tendo lako la imani ambalo tunataka ulifanye, likiwa ni maagizo ambayo tumepewa. Tunataka tufanye kitu ambacho kitagusa moyo wa Mungu, maisha ya mtu. Tumejifunza katika andiko la Wafalme wa kwanza
namna ambavyo Elia alivyokwenda kwa yule mama wa Sarepta, na yule mama bila kujali hali ya maisha aliyokuwa nayo akakubali kujitoa kula na kunywa na Elia na mtoto. Neema ya maongezeko ikaingia ndani ya nyumba ya yule mama. Asubuhi ya leo nataka tujifunze kitu, tuongeze kitu. Tunatembea katika hii neema ambayo Mungu ametupatia, na wiki hii ni wiki ya baraka kwa mtu fulani ambaye yeye ataitazama hii neema kwa jicho la kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Mithali mlango wa 22 ule mstari wa 9, neno la Mungu linasema, mwenye jicho la ukarimu atabarikiwa, maana huwapa maskini chakula chake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye jicho la ukarimu atabarikiwa, maana huwapa maskini chakula chake. Ni wiki ya baraka. Fanya tendo lolote la imani litakaloonyesha moyo wa upendo, moyo wako wa upendo kwa mtu. Inawezekana ni chakula, inawezekana ni fedha, inawezekana ni jambo fulani ambalo utakalolifanya moja kwa moja litakaloonyesha upendo kwa mtu ama kwa watu, na uwe na uhakika Mungu hata nyamaza. Ni tendo ambalo itakwenda kuyabadilisha maisha yako kwa sababu tu na wewe umechukua hatua. Tumeona kwa mama wa Sarepta alivyoweza kugawa chakula chake yeye na mtoto wake pamoja na Elia wakala, lakini baada ya kula tu kile chakula pamoja na Elia, yule mama hakuwahi kupungukiwa chakula kwenye gara yake, lakini pia mafuta kwake hayakukauka. Nini kilichotokea? Ni neema ya maongezeko, kwa sababu aliamua kushare kidogo alichonacho yeye na Elia na mtoto. Ndani ya lile tendo kuna kitu kikatokea, neema ya maongezeko. Naomba nikwambie mtoto wa Mungu, hata kwako kuna neema ya maongezeko Mungu anataka kwenda kuachilia. Fanya jambo litakalogusa moyo wa Mungu, na baada ya Mungu kuona moyo wako wa upendo, Mungu anakwenda kufanya transformation kutoka kwenye hali ulionayo na kwenda kwenye baraka ambazo Mungu anakwenda kuzimimina kwenye maisha yako. Ni maombi yangu asubuhi ya leo, wiki hii fanya kitu kitakachogusa moyo wa Mungu, wiki ya baraka. Naomba niweze kuomba na wewe. Naomba uweze kurudia sala hii. Yamkini kuna mambo hayako sawa, ni muda wa kutengeneza. Sema, Baba, katika jina la Yesu ninakuja kwako. Mimi mwanao, ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizokukosea katika maisha yangu, ikiwa ni pamoja kutokuwa baraka kwenye maisha ya watu wengine, ikiwa ni pamoja na roho ya ubinafsi iliyonisababishia kutokuwa na maongezeko kwenye maisha yangu. Lakini leo hii Baba, umesema na moyo wangu, umesema na maisha yangu kwa habari ya jicho la ukarimu lililobeba baraka. Baba, naomba unisamehe nilipofanya mgumu moyo wangu kuyagusa maisha wengine. Katika jina la Yesu ninamkataa shetani na mambo yake yote aliyoyaleta kwenye maisha yangu yakasababisha uharibifu katika maisha yangu. Katika jina la Yesu Baba, nipe nguvu ya kushinda majaribu, ya kumshinda shetani na kuyashinda yote kwa uwezo wa Roho wako, katika jina la Yesu, amen. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba wa rehema, muumba mbingu na nchi, sifa na heshima ni za kwako. Asante kwa ile upendo wako mwingi na uaminifu wako katika maisha yetu. Baba, leo ni siku nyingine tena umeiachilia neema hii. Watoto wako wa kike na wa kiume tumeungana kutoka mataifa mbalimbali. Baba, zitazame roho zetu na nafsi zetu. Watoto wako tumeungana sasa kuianza wiki nyingine na siku nyingine hii ya leo ya Jumatatu ya 20. Ikiwa leo ni wiki ya baraka, wiki ya mkesha iliyobeba maombi ya mzigo, Baba, ni maombi yetu utupe nguvu na uwezo wa kutembea pamoja na wewe. Utupe nguvu na baraka zilizokusudiwa katika majira haya na siku na wiki hii. Katika jina la Yesu tunajua tunatembea katika neema ya maongezeko. Baba, pasipo wewe hatuwezi jambo lolote. Tunajifunika kwa damu yako ya thamani Baba, tukiamini neema yako ndiyo pekee inayotutosha. Tunajifunika kwa damu yako ya thamani Baba, tukijiambatanisha na hizo baraka za wiki hii na baraka za mwezi huu. Baba, tunakwenda kinyume na kila roho na kila nguvu na kila mamlaka zote za kuzimu. Baba, tunazifuta kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Tazama mahali walipo watoto wako asubuhi ya leo. Inawezekana kuna maroho, kuna madhabahu, kuna vifungo, kuna maneno, kuna vitu ambavyo vimeshikilia maisha yao. Baba, hii ni asubuhi uliyoruhusu wewe mwenyewe kwa ajili
ya utukufu wako. Ninawakabidhi mikononi mwako watoto wako hao wanaopita katika vipindi vigumu vya maisha, vifungo vya mateso. Roho za uharibifu zimechukua nafasi kubwa. Baba, ninawatenganisha watoto wako na roho za kichawi, roho za kiganga, madhabahu zote za mpinga Kristo, roho za kifrimason, roho za miungu ya kila namna. Baba, ninafuta kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Ninaiachilia damu yako ya thamani ya Bwana ikazikomboe roho zao na nafsi zao, ikayakomboe maisha yao na uchumi wao, ikakomboe ndoa zao, kazi zao, huduma zao, biashara zao, katika jina la Yesu. Damu yako ya thamani ya Bwana isafiri kila mahali, ifike kila mahali pasipofikika na hali ya kawaida. Baba, damu yako ikafike, damu yako ikawatangazie uhuru, damu yako ya thamani ikawatangazie ushindi watoto wako waliofanika kuwa ni mawindo ya adui, wamefichwa kwenye magereza, wala hapana aokoaye, wala hapana asema rudisha. Asubuhi ya leo Baba, ninazirudisha roho zao na nafsi zao, maisha yao, kazi zao, biashara zao, ndoa zao, huduma zao, na vyote ambavyo adui aliviiba. Baba, ninavirejesha kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mahali popote palipoonekana na ugumu, Baba, nenda ukafanye njia. Ninaikabidhi mikononi mwako wiki hii, masaa, dakika na sekunde zote. Baba, damu yako ya thamani kanene mema, kinyume kabisa cha mabaya yote. Ninawatenganisha watoto wako na madhabahu zote za magonjwa na mauti yaliyojitengenezea uhalali. Roho za ajali ninazifuta kwa damu ya Yesu. Kila roho za mikosi na laana ninaziharibu kwa damu ya Yesu. Ninaiomba damu yako ya thamani ya Bwana iende moja kwa moja mahali ambapo mtoto wako yuko njia panda. Neno lako limeweka ahadi ya kwamba Baba, unakwenda kuwapa nguvu wale wasiokuwa na uwezo, lakini pia wale waliozimia. Baba, na wakabidhi mikononi mwako watoto wako wote waliozimia na wale wasiokuwa na uwezo. Baba, nenda ukawape nguvu. Ninajua na mipango mizuri sana ambayo Bwana wanatamani kuifanya, lakini pasipo nguvu ya kwako Baba hawawezi. Ninawaachilia mikononi mwako Baba, nenda ukawaguse majumbani, mahospitalini, magerezani na mahakamani, mahali ambako asubuhi ya leo Bwana Yesu wanakwenda. Nenda Bwana Yesu ukawatangazie ushindi walipoonekana wamechoka, walipoonekana hawawezi. Baba, nenda ukawasaidie, nenda ukawasimamie. Peke yao hawawezi, peke yao hawawezi. Baba, tunaiomba hiyo nguvu ya kwako itakuwa kwenda kusaidia kila mmoja mahali na mahali anapokwenda. Mwingine na mtihani asubuhi ya leo, mwingine na kesi asubuhi ya leo, mwingine anakwenda hospitalini asubuhi ya leo. Baba, neema yako ndio itakayoweza kumtosha mtoto wako. Nguvu zako ndizo zitakazoweza kumtoa mahali alipofika, katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru. Tunaiachilia mikononi mwako wiki hii, wiki nyingine ya mkesha iliyobeba maombi ya mzigo kwa watoto wako. Baba, nyosha mkono wako mashariki, magharibi, kusini na kaskazini, wagusi watoto wako. Hii neema Bwana Yesu isiwapite, tukakeshe sawa sawa na mapenzi yako kuanzia saa 8 mpaka 12. Baba, tukuone wewe ukisema na maisha yetu kwa namna tofauti kabisa. Baba, ninakushukuru kwa sababu ninajua utakwenda kutenda zaidi ya hayo yote ambayo tunayaomba. Ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kushukuru, amen. Mtoto wa Mungu, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Nikukaribishe tu katika maombi yetu wiki hii. Kuanzia asubuhi maombi yanaendelea kila lisaa kamili, lakini pia baada ya hapo kutakuwa na maombi ya mkesha kuanzia saa 8 kamili. Naomba nikuambie mtoto wa Mungu, wewe unayetaka kuona Mungu akishughulika na wewe juma hili, basi usikose. Karibu tuungane pamoja kuanzia saa 8 kamili za usiku. Nitakuwa pamoja na wewe mpaka saa 12 kamili za asubuhi. Mtoto wa Mungu, usikose. Shalom, shalom. Ikiwa ni mara yako ya kwanza na ungependa kushiriki na ama kuwa ni miongoni mwa wale ambao wako kwenye magrupu yetu ya WhatsApp, uwepo kwenye madhabahu ya WhatsApp, kwenye grupu lolote la WhatsApp, ushauri ni kwamba kabla ya kuomba, nenda mbele za Mungu, umuombe Mungu. Nenda mbele za Mungu, omba. Haijalishi ni muda gani utaomba, ni wiki, ni mwezi, haijalishi ni mwaka utaomba. Nenda mbele za Mungu, muulize kama hii ni madhabahu ambayo inamtumikia Mungu katika roho na kweli, kama hapa ni mahali sahihi pa wewe kujumuika. Kwa nini nasema hivyo? Ninakushauri hivyo kwa sababu ninakupenda. Usikubali kujiunga kwenye madhabahu hii au madhabahu yoyote bila kumshirikisha Mungu. Usimuulize mtu yoyote, muulize Mungu, je, hapa ni mahali sahihi ama la? Akikwambia hapa ni mahali sahihi, elekeza moyo wako na nafsi yako kujiungamanisha, maana hazina yako itakuwa mahali hapa. Maana ndivyo neno la Mungu linasema, mahali roho yako ilipo ndipo na hazina yako ilipo. Lakini pia kama utaelekeza moyo wako mahali hapa, kwa maana nataka kujiunga, tuma ujumbe mfupi kwa njia ya WhatsApp. Sema naomba kujiunga, tuma kwenye namba 0683095434. Na akikwambia hapa sio mahali sahihi, mpendwa,
jifunze kutii. Usilazimishe nafsi yako kukaa mahali ambapo umeambiwa sio, maana hapata kuwa na baraka kabisa katika maisha yako. Haitakuwa ni madhabahu itakayoleta matokeo kwenye maisha yako. Badala yake, nenda kule atakapokuelekeza, tena kwa unyenyekevu. Nenda, elekea huko atakapokuelekeza. Kwa nini? Kwa sababu baraka zako amezielekeza sehemu hiyo alikokuelekeza. Mungu akubariki sana. Mungu akutie nguvu. Naitwa Eric Brighton kutoka Dar es Salaam.